Kuelekea tarehe 17 mchezo wa ligi kuu ya NBC, mnyama Simba akialikwa na Mbeya City pale Mbeya. Mchezo huo utapigwa saa 8 mchana na si saa 10 kama ambavyo awali ilikuwa hivyo. Sasa hapa kwenye line tunaye msemaji wa Mbeya City Bwana Gwamaka. Yeye atatueleza kidogo, lakini pia maandalizi yao kabla ya kuwavaa Simba tarehe 13 12 watakuwa na mchezo dhidi ya Mtibwa Sukari. Hivyo kitaumana kweli kweli. Na ikumbukwe Mbeya City kwenye msimamo wa ligi kuu ya NBC hayupo kwenye nafasi nzuri, kwa hivyo ni kila mchezo kwa Mbeya City basi wao ni kama finali. Mpaka hivi sasa wakikusanya alama 22 wakiwa nafasi ya 14 kwenye msimamo wa ligi kuu ya NBC, chini yao wakiwa Tanzania Prison mwenye alama 20 pamoja na KMC Kino Boys wakiwa na alama 9 pekee. Kiufupi timu zote za Mbeya zipo dhoofu bin hali kwenye msimamo wa ligi kuu ya NBC. Na ukitizama michezo ambayo Mbeya City amesalia nayo, yupo na Mtibwa Sugar, lakini pia yupo na Simba Sports Club, yupo na Pamba Jiji, Dodoma Jiji pamoja na TRA United. Je, kwenye hizi mechi 5 ambazo zimesalia unamuona Mtibwa Sukari akiokota alama ngapi? Kwa hiyo hapa tupo na ama tunafanya jitihada za kumtafuta msemaji wa Mbeya City yeye aweze kutuambia mipango yao, lakini pia dhamira yao kuhakikisha kwamba timu hii pendwa kule Mbeya inasalia kwenye ligi kuu ya NBC msimu huu. Tupo naye hapa Bwana Gwamaka, mwandamizi. Naam, habari yako tu? Salama kwema? Kwema kabisa. Bwana, tumekupigia hapa tukitaka kufahamu kwanza mpaka hivi sasa Mbeya City baada ya hii FIFA break, mipango yao, mikakati, maandalizi, lakini pia hali ya kikosi ilivyo kabla kurejea rasmi kwenye kibarua cha ligi kuu ya NBC. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu amejalia siha njema. Kikosi kinaendelea na mazoezi. Sisi tulikuwa hatuna break, ila baada ya mechi dhidi ya Singida tulitoa mapumziko ya siku 2 kwa wachezaji, lakini mara baada pale wamerejea kambini na mazoezi ya kujiwinda na michezo 5 ambayo imesalia ligi kuu ya soka Tanzania bara. Sawa. Kuelekea michezo hii 5 ambayo imesalia, mchezo mmoja dhidi ya Simba Sports Club ambao ulipaswa kuchezwa saa 10, lakini kulingana na taratibu za ukiuendeshaji mchezo huo utachezwa saa 8 mchana. Kwenu binafsi taarifa hii mmeipokeaje na mna nini cha kuzungumza? Sisi tuko wilo kucheza muda wowote. Cha msingi taratibu, kanuni na sheria zimefuatwa, na ndio maana tumeconfirm mara baada ya kupata taarifa kutoka bodi ya ligi kwa mchezo utachezwa saa 8, tuko tayari kucheza saa 8. Mnakwenda kukutana na Simba ambayo wanasema gari imewaka. Mbeya City ukiangalia kwenye msimamo wa ligi kuu ya NBC haipo nafasi nzuri sana. Hii michezo 5 iliyosalia, mipango yenu ni ipi kuhakikisha timu pendwa kutokea Mbeya inabaki ama inasalia ligi kuu? Swali zuri. Wanazungumzia Simba ambayo gari yake imewaka. Kwa hiyo wanahitaji point 3 muhimu wa kujiombea kwenye race za ubingwa. Sisi pia tuna umuhimu na point hizo kwa sababu kwenye race ya kujikwamua hapa tulipo tusalie kwenye ligi ya soka Tanzania bara. Kwa hiyo kila upande una umuhimu wa point hizi 3 muhimu. Kwa upande wetu tumejipanga na michezo yote 5 ambayo imesalia ili kuweza kupata pointi ama kupata matokeo ambayo yatafanya sisi tusalie kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara. Neno lako ni lipi kwa wana Mbeya kwanza kuanzia na mchezo dhidi ya Mtibwa Sukari kabla kuwavaa Simba? It's a good time, ni muda mzuri kwa sisi kushikamana pamoja kwa kitu kimoja ili tuweze kusolve jambo. Kileta mafarakano na masigano na kosa kile ambacho mnakihitaji. Huu ndio wakati mzuri wa kuungana na kushikamana kwa pamoja ili tuweze kuikomboa timu yetu. Kama management tunafanya vitu ambavyo technical bench inahitaji, na kama unavyojua football is all about psychology, yani mpira wa miguu unahusu zaidi saikolojia. Kama management tumetumia nafasi hiyo kuweka vyema saikolojia za wachezaji. Mwalimu Salum Mayanga, fundi wa mpira, yeye pia anafanya ufundi wake kuhakikisha kwamba wachezaji wanakuwa na mbinu na maarifa ambayo yatakwenda kutusaidia kuhakikisha tunapata point hizo ambazo zitatuweka vizuri kwenye ligi ya soka Tanzania bara. Mbeya City inasalia ligi kuu. Timu zote kutoka Mbeya mpaka sasa dhoful hali. Nikwambie tu usimkatie tamaa mwanaume. Imeisha hiyo. Imeisha. Asante sana Gwamaka. Poa. Bwana afisa habari wa Mbeya City akizungumza hivyo kuelekea kwenye michezo ya ligi kuu ya NBC ambayo imesalia. Nikukumbushe mpaka sasa kila timu imesalia na michezo 5, hivyo
hivi sasa ni ule wakati ambao tunakwenda kukusanya kile ambacho tulikipanda wakati tunaanza ligi kuu ya NBC. Wakati kila mmoja anaanza ligi kuu ya NBC alikuwa na malengo yake, lakini mpaka sasa kuna ambao malengo yao yanakwenda kutimia, lakini kuna wale ambao malengo yao yameshapotea, hivyo wanahakikisha wanaingia kwenye ile plan B ama kwenye mpango namba 2. Kwa hiyo kwa sababu kila ambaye anaanza ligi hana mpango wa kushuka daraja, ukiona mpaka mwisho wa ligi kuna namna ama kuna ile hatihati ya wewe kushuka daraja, basi inabidi uhame kwenye mpango sasa, uende kwenye mpango wa kuhakikisha kwamba timu yako inasalia kushiriki ligi bora miongoni mwa ligi hapa barani Afrika, ligi kuu ya NBC. Na Gwamake anasema hakuna kumkatia tamaa mwanaume. Hayo ni maneno yake afisa habari wa timu ya Mbeya City, na sisi tunatamatisha hivyo. Mimi naitwa Jari, nipo na Wilfred Trends. Hii ni Ava TV kwa muendelezo wa habari na ripoti zote zinazohusu mpira wa miguu, hasa ligi bora, ligi ya NBC. Basi endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook pamoja na YouTube. Natumia jina moja tu ambalo ni Ava TV. Kwa heri kwa sasa.